Hai, karibuni tena katika kipindi chetu cha JNR Chat. Na leo mimi na Rebeka, kwa msaada wa Mungu, msaada wa Roho Mtakatifu, tumefanikiwa kumpata mtumishi wa Mungu, Mchungaji Daniel Mgogo. Anakuja kuongea na sisi, na naamini kwamba kwa muda mchache sana ambao ataongea na sisi, kwa sababu wote nafikiri majority wanamfahamu kwa kazi nzuri anayoifanya, lakini ninajua kwamba kati ya wachungaji ambao tumekuwa tukiwafuatilia, especially mimi binafsi, nafuatilia mafundisho sana na ninayapenda na yamenisaidia, lakini pia ni mafundisho ambayo yamebezi sana kwenye mambo ya mahusiano, niseme familia, watoto, vijana, wazazi, wa nini, kila kitu. Sasa leo tunaye aweze kutuambia kwanza ni kwa nini yeye amebezi kwenye upande huo tu ndiko alikoitwa, au ni kwa nini lazima kutakuwa kuna sababu ambayo na mimi na believe kwamba pana sababu muhimu sana. Ni kwa nini umejikita kwenye mambo ya mahusiano tu, alafu tutaendelea kukuuliza maswali mengine kadri tunavyoendelea. Kwa hiyo karibu tu salimie, ujitambulishe na uendelee. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Pastor Daniel Mgogo. Najua jina langu sio geni kwa watu wengi ambao wanajua Kiswahili. Kama mtu hana kipande hata kimoja cha mafundisho ya Mgogo na anajua Kiswahili, au watakuwa ni wachache sana. Kweli kabisa. Si Wakristo, si Waislamu, si wapagani. Kwa nini? Kwa sababu au wote wako na familia. Mafundisho yangu ambayo nikisema yangu sina maana kwamba ninamaanisha kwamba ule wito ambao Mungu ameweka ndani yangu kusema na familia, nimebezi sana kwenye familia. Unajua hivi vitu wakati mwingine vinakuja automatic kutokana na mazingira. Ni kwa mfano, mtu ukijikuta uko Korogwe, automatically utazungumzia machungwa sana, mananasi, matunda, kwa sababu ni mahali. Lakini ukiwa Moshi au Mbeya, Tukuyu, utazungumzia ndizi na nini, maana ndio vitu vinavyokuzunguka. Sasa why nazungumza sana mambo ya familia? Mimi nilianza kuwa mhubiri wa mikutano ya nje. Nimehubiri sana mikutano ya nje sana, na ndio iliyonitambulisha. Baadaye wachungaji wakaanza kuniingiza ndani kufundisha semina za ndani. Lakini hata nilipokuwa nahubiri nje, asilimia kubwa mahubiri yangu yalikuwa kumhubiria mtu aokoke ili familia yake isiteseke. Kwa sababu mimi ninaamini moyo wa mtu ambaye ameshakuwa mtakatifu. Mafundisho yangu mara nyingi nawaambiaga watu, tunafundisha uwe mtakatifu ili wale watu wanaokuzunguka wasiteseke na uwepo wako. Na mtu kuishi hayo maisha sio tu akili yake kwamba naamua, ni mpaka kuwe na kitu fulani ambacho kitamlazimisha afanye vile. Ni kama huwezi kuigiza umelewa wakati hujalewa. Ukiigiza utachoka. Ndio maana hata wale wanaotengeneza content za ulevi, anakatengeneza kwa dakika 2 ngapi, hawezi kuendelea, maana pombe haimo ndani yake. Lakini mlevi haigizi. Pombe inamfanya atembee kwa kupepesuka, aongee maneno yasiyo, kwa sababu ametawaliwa na kile kitu. So hata mtu kuishi maisha matakatifu ili asisumbue familia sio swala la kujifanya. Ni lazima kuwe maisha fulani amebadili imani, mtazamo, amekubali kwamba sasa mimi nitakuwa mtu wa hivi. Hasa ile nguvu ambayo sisi tunaita wokovu ikiingia ndani ya mtu, ndo inabadilisha, inafanya hata watu wanaoishi nao waone yuko tofauti, kwa sababu kuna vitu ambavyo ile nguvu iliyo ndani yake haitamkubali afanye. So nikawa nafundisha mafundisho hayo. Kwa mwisho watu wakaanza kuniuliza maswali sasa.
wenye kupiga simu, wenye kutuma message, wanaeleza mazingira wanayopitia kwenye familia zao. Sasa unapopata experience ya maswali ya watu wengi, ni rahisi wewe kuandaa masomo yatakayosaidia hizo familia. Kwa unagundua kama huyu mama amefundisha anavyoteseka kuishi na mume mlevi, au baba amesumbuka kuishi na mke mlevi, kwa kumbe kuna watu wengi wanaoteseka kuishi na walevi. Ndio unaandaa somo linalosema tabu ya kuishi na walevi. So linaenea kusaidia familia. Au huyu anakuuliza swali, Pastor, mume wangu sio mwaminifu, mke wangu sio mwaminifu, mimi nateseka hivi. Unajua kumbe kama mmoja amejitokeza, maana yake wengi wapo. Wanasema ukiona samaki mmoja ameruka kwenye bwawa, amewakilisha samaki wengine wengi wamejaa kwenye hiyo bwawa. So mtu mmoja akiuliza ni kwa sababu amefaulu kukufikia. Je, wale wasiokufikia? So inabidi ufundishe somo kujibu swali la mtu mmoja, lakini litakalosaidia maelfu ya watu. Ni kweli. Kwa sababu kuna mtu aliuliza, na unakuta wakati mwingine wameuliza watu kama 100 swali moja. Unagundua hili kumbe ni tatizo kwenye jamii. Kwa inabidi uandae masomo ya namna ya kuwasikiliza watu. Namna gani watu wanaweza kuishi kwenye familia zao. Au mwingine anaeleza shida ya watoto wake anaopitia. Maana kuna watoto ambao nilizungumza mahali fulani kwamba kuna wamama wanajuta, wababa wanajuta kwamba kwa nini Mungu linipa watoto wa namna hii. Wakati asiye na watoto anasema Mungu hata ungenipa mmoja msumbufu. Au anavunja TV, anavunja vyombo, lakini yuko kelele, mimi niwe na sauti, lakini awepo. Ni sauti humo ndani, awepo wa kunivuruga. Wakati mwingine amepewa wa kumvuruga, anasema Mungu bora usingenipa. So tunajaribu kufundisha haya mafundisho kubalance. Huyu ambaye hajapewa kumfariji na kumuombea, huyu aliyepewa kumwambia namna gani aishi na hawa vivuruge wake hao, asiwalani, kwa sababu kuna watu wanawatamani kwamba wangepata hata hao wawe wanaumiza kichwa. Ni kama niliona kwenye mtandao content moja, mama mmoja ameitengeneza, lakini ukiangalia ndio uhalisia wa maisha ya watu wengi. Yule mama namgombeza mume wake, anasema mimi nimechoka kuishi na mwanaume mpole namna hii, hunigombezi, hujawahi kunipiga, hunifanyii fujo. Sasa mimi najisikiaje kama mwanamke? Mimi nisikie kama mwanamke, nisikie wakati mwingine unanishauti ya kwamba kwani umeongeza chumvi, kwani umechelewesha chakula, ndo nisikie niko na mume. Mume gani kila kitu ni sawa. Akasema sasa mume alimzaba kofi mama kazimia. Akagundua kumbe ni bora uwe mpole, bora kuishi na mpole, maana anaweza kukuua, ila kwa sababu haja experience maisha ya vivuruge. Sasa baba kaongesha kofi moja, content iliishia pale, sijui aliamka saa ngapi. So haya matatizo haya ndo yanafanya tuandae masomo. Kwa nikijibu swali lako, tumebezi kwenye haya ili kutatua migogoro na matatizo yaliyo kwenye familia za watu. Kwa kweli. Na kweli umejibu vizuri sana, kwa sababu swali jingine ambalo nilikuwa nataka nije nikuulize huko mbeleni ni wewe hii experience umeitoa wapi? Kwa umri wako uonekane kama yule mtu mzee wa kusema nimeona mengi, lakini point unaiongea kwa mafundisho nilokusikia kwa uhalisia, yani kama vile umeiexperience mwenyewe. Kwa hiyo hili nimepata jibu. Lakini sasa pale sijui kama Rebecca una kitu cha kuuliza kabla sijauliza swali langu jingine ili endelee. Kutokana na jinsi ambavyo umeelezea vile vile pamezaa maswali mengi. Sasa hivi ni kitu gani ambacho kinatufanya, kwa sababu mimi nakumbuka bibi yangu alikuwa anasema hivi toka tuko wadogo sana, alikuwa anasema tukienda kwenye harusi anasema ndoa waliopo wanataka kutoka, walio nje wanataka kuingia. Sasa
wewe kwa jinsi ulivyoongea, huyo anaitaka mtoto, mwingine hataki. Ni kitu gani ambacho kinatufanya sisi wanadamu, kwa mfano ndoa, tuzungumzie ndoa, watu wote tunajua kasheshe zilizomo kwenye ndoa, lakini leo akatokea mtu wa kuambia mtu kwamba bwana, angalia usiingie hiyo ndoa, hawezi kukusikiliza. Kitu gani kinachotufanya tusisikilize? Tunaingia hata kama tukijua kuna tatizo mle ndani nitalikuta. Umeuliza swali ambalo niliwahi kuulizwa Norway. Mwezi uliopita nilikuwa Norway huko. Sasa nilikuwa nafundisha vijana, tulikuwa na somo linasema maandalizi ya kuingia kwenye ndoa, yaani kuandaa vijana kisaikolojia, wajiandae kuingia kwenye ndoa. Sasa mimi nilikuwa nawaambia uhalisia, kwa sababu mimi si niko kwenye ndoa. Nawaambia uhalisia namna ambavyo wanapaswa kujiandaa. Sasa binti mmoja akauliza swali, akasema, Pastor, hauoni kama sasa unatukatisha tamaa kwamba tusiingie huko? Nikasema hapana. Nikamuuliza swali, unaendesha gari? Akasema Nikasema, kwenye maisha yako kabla hujaanza kuendesha gari ulikuwa umewahi kuziona ajali za magari? Akasema Uliwahi kuona na magari yaliyopinduka na kuharibika? Kwa nini ulienda kusoma udereva ukukatishwa tamaa? Sasa mchungaji, umenijibu sawa. Nikamwambia ndivyo ilivyo. Hata unapojifunza udereva wanakuambia umeziona ajali? Umewaona wale ndege aina ya kunguru wanapomalizia mizoga ya mbwa ya nini? Wale ni malaika wanaokukumbusha kwamba ukiendesha vibaya tutakula nyama yako. Kwa hiyo uwe makini. So nikamwambia, na sisi tunapokuandaa wewe kuingia kwenye ndoa tunakupa tahadhari. Sisi ni kama kunguru tu, tunakupa tahadhari ya unakokwenda. Uione picha, kwa sababu watu wengi hawawaambii watu uhalisia wa ndoa ilivyo, wanawaambia reception. Sasa siku zote reception ni pazuri, lakini ukiingia ndani, angalia hata mahoteli wanagharamia reception kuliko vyumba, kwa sababu ukiingia huko hela zako wameshachukua tayari. Ndio maana unaona hata maandalizi ya mtu anapotaka kuolewa, kuoa, watu wanajitokeza kumwandalia reception. Wanamtengenezea keki ngazi 7, wanashona masale, wanafanya vurugu zote, wanaweza kumchangia hata paundi 30 mpaka 50,000 ili afanye hayo maandalizi, lakini moyoni wanajua tunakompeleka atajua Mungu wake. Wanacheza hapo moyoni, wanaya kwao, wanasema we furahia tu, utaipata namba. Kwa akifika huko, akianza kuteseka, wale wanaanza kusema tulijua. Sasa tunajiuliza, kama mlijua, mbona mlinisindikiza huko? Wakasema tungefanyaje? Hiyo ilikuwa reception. Kwa mimi kazi yangu ni kuwaambia vijana vyumbani ukoje baada reception. Kwa hiyo binti akasema kumbe. Nikamwambia ndio. Na nikijibu swali lako sasa, kwa nini watu wanaingia huko? Unajua hakuna mwanadamu duniani anayejitarajia mabaya. Yaani anayesema mimi naenda kuteseka, hayupo. Kila mmoja. Alafu hata unapompata mwenzako wa kukuoa au kuolewa na au kumwoa, huwa mara nyingi sana mtafutaji na mtafutwa kabla hawajapatikana ni malaika. Ni malaika, kila mmoja ni malaika mwema. Yaani ukipata mwanaume anayetaka kukuoa, unamuonaga kama huyu anaweza akakusaliti au akakupiga au, yaani ni kama malaika. Wakati Mungu anaumba huyu hakumnyenyua akambakisha hapa, unamuona kabisa yuko sawa. Lakini kutokana na hiyo inakupa hamu ya kuingia huko. Wale walio leading nilisema kinachofanya wanandoa tuingie ni yale matarajio makubwa. Unaanza kuishi na ndoa kichwani. Unasema
mume nitakayempata atakuwa hivi, atakuwa ananijali, ananiheshimu, alafu kwa kweli atakuwa mwaminifu, hanisaliti, yuko hivi. Unamuumba kwenye kichwa. Sasa ukiumba mtu wa namna hiyo, unakosaje kuingia huko? Kwa sababu unajua naenda kuishi na huyu. Alafu unafika kule unakuta kiumbe tofauti kabisa. Yule uliyemuumba sio huyo. Huyu unaishi naye ameumbwa na Mungu. Ana tabia tofauti kabisa. Na umeingia. Na mwanzoni alikuwa mpole, mtaratibu, mpaka ukazaa naye mtoto wa kwanza, wa pili au wa tatu, akaanza kubadilika. Sasa namna ya kutoka, uko na kijiji kiko hapo. Unakipeleka wapi? So na kinachokutesa sasa ni kila wakati huyu aliyepo unamkompea na wa kichwani. Ndio naona mama wakati mwingine aliolewa ameshika tama, na mwangalia mume wake anasema unaniangalia nini? Sasa basi tu. Kumbe alikuwa na kikao kichwani, alikuwa mwenyekiti yeye, katibu yeye na mweka hazina. Na yeye mwenyewe. Kikao kinaendelea kwamba hivi hiki kiumbe nilianzaje? Nilikutana nacho wapi? Nilipeleleza vizuri kweli? Kwa nini sikuuliza watu wengi? Lakini hizo kwa nini hazikusaidii? Tumia huo muda kutafuta namna ya kuishi na kiumbe kipya. Sio kile ambacho kilikuwa kichwani. Hiki ni kiumbe kingine kabisa. So ndio maana unakuta walio kwenye ndoa wanawahurumia wakiona mabinti walio kwenye uchumba wanashikana mikono, wanatembea huku na huku, wanafanya hiki na kile. Moyoni wanasema, we binti, huyo ni simba aliyefugwa. Atakapokata kamba kaenda polini, huyo atakutafuna we swara. Lakini kwa sababu bado hawezi kumbadilisha mawazo. Ndio maana wanasema hivi, ni ngumu sana kumsaidia mtu aliye karibu na kutapeliwa. Ni ngumu sana. Kwa sababu kwanza anakuona na wivu, pili anakuona upendi mafanikio yake. Yaani akisha tapeliwa ndo akili zinarudi. Sasa kwa nini hamkuniambia vizuri? Kwa nini hamkunishitua? Wanasema, mbona tulikwambia? Mlikuwa mjasema vizuri. Ashatapeliwa tayari. Kuna mama mmoja alikuwa na dili na wahubiri wa mtandaoni kama sisi, ambao maana humu ndani tumetofautiana. Kuna wahubiri na matapeli ambao wanatumia neno kutapeli watu. Yaani ukisema ukimwambia niombe kwa kiasi gani, nifanye hivi, mara nakutabiria, na akijua uko Ulaya ndio anakuambia Mungu ananionyesha mauti. Mauti iko juu yako. Iko mauti. Itakuchukua wewe, mdogo wako, sijui na nani. Sometime unamwambia mimi sina mdogo, mimi ndo wa mwisho. Nasema mdogo wako wa mama mdogo, sijui wa mama nani. Yaani yote hii anakutisha. Mwisho anasema hili niizuie, tuma paundi 10,000. Sasa mtu naona kifo na paundi unazituma. Alafu baadaye unakuja kugundua jamaa tapeli na hela zimeenda. Mama mmoja nikanamwambia, aliniambia mtumishi wa Bwana ameniambia, nikaambia wewe huyo tapeli anataka hela. Lakini hamna shida, ngoja tu nimtumia ngambia wewe huyo ni mwizi. Akatuma. Alipojaribu kupiga simu amwombe, haipatikani. Akajaribu kupiga, wakapokea watumishi wake. Unamtafuta baba? Baba yuko busy. Sijui kila kipiga yule anawapa watumishi wake. Paundi zimeenda. Ndo anarudi kwangu sasa. Mchungaji, ulisema kweli kuhusu nini? Kumbe alikuwa tapeli. Kaambia ni ngumu kumsaidia mtu aliye karibu na kutapeliwa, kwa sababu akili inakuwa imeshatekwa tayari. So kwenye mambo haya ya familia, ndio maana nimebezi hapo ili tujaribu kuwasaidia watu, kwa sababu watu wanaingia huko wakiwa na matumaini makubwa. Alafu anakutana na vitu vinamvunja moyo kabisa. Ndio maana nilikuwa najibu baadhi ya komenti za watu huko, walikuwa wananishambulia. Wanasema yani wewe umeacha kuhubiri mambo ya wokovu,
mambo ya wokovu. Watu waokoke waende mbinguni. Sasa nikamtafasiria, hivi wokovu ni nini? Hivi wokovu nafikiri ni kugonga meza kanisani, au ni kukanyaga taris, au ni kuspeak tongues na yenyewe ambayo hata sio ya hori nani wengine sio. Yani mtu amemsikia mhubiri fulani na yeye ana copy ana paste. Nikamwambia wokovu ni mabadiliko ambayo mtu neno linambadilisha, na tutajuaje mabadiliko? Ni namna unavyoishi na wenzako kwenye familia. Wokovu unaonekana huko, sio kanisani navunja nguvu za giza, wakati kwenye familia wewe ndio nguvu za giza. Sasa unavunjaje familia yako? Wewe nguvu za giza unavunja nguvu za giza. Sasa wakati wote ni kambi moja. Kwa hiyo nikamwambia wokovu ni mabadiliko yatakayotoa tabia mbaya kuweka tabia nzuri, yale matunda 9. Hayo walaji wa matunda hayo 9 ndio watasimulia. Ndio wanakula tunda la amani, utulivu, utuwema, sijui nini, ufadhili. Watakao kula ni hao wanaokuzunguka, hawali malaika. Nikamwambia hiyo ndio maana nafundisha mambo ya familia, maana yake na tafasiri maana halisi ya Ukristo. Ukristo ni maisha. Ukristo sio vyama. Vyama vya siasa unaweza ukajiunga na CCM upate ukuu wa wilaya na ukuu wa mkoa, wakati moyoni Chadema. Unaweza kuwa Chadema wakati moyoni CCM. Sasa lakini Ukristo ni maisha, unapaswa kuyaishi uhalisia. Mimi nimewahi kukutana mtu kule Tanzania ameweka bendera ya CCM lakini yeye Chadema. Nikamuuliza hiyo bendera, anasema ya kuuzia biashara. Serikali wakikuona wanajua huyu mwenzetu. So Ukristo hauko hivyo. Ukristo ni maisha yako ya kila siku, utakavyoishi na wenzako, na huo ndio wokovu. Sasa watu wanafikiri wokovu ni kushinda kanisani na mkanyaga shetani na nini, navunja nguvu za giza, navunja mizimu, ndio anasema nimeokoka. Alafu anarudi nyumbani, vurugu kwa mke, vurugu kwa mume, vurugu watoto, vurugu kwa wazazi, sio vitu gani wakimgombeza. Ndio hata Yesu alisema nabii apati heshima isipokuwa wa nyumbani mwake. Sasa waendelee kukuvumilia na tabia mbovu hizi. So ndio maana wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa. So ndio maana tunajaribu kuwafundisha watu waelewe Ukristo na tabia zake kabisa. Asante sana, umelijibu swali vizuri. Ngoja na kipengele biche Joy, naomba univumilie kwa sababu namuulizia mtu. Kuna mtu kaniambia hivi, yeye baada ya kuwa kwenye experience ya ndoa anaamini watu bado hatujafanya maamuzi makubwa ya kugundua ndoa katika kizazi hiki haifai tena. Yani watu waambiwe kwamba jamani, sasa hivi ndoa ilikuwa ni mambo ya zamani. Yani kwa dunia ya sasa hivi hamna mtu anayeheshimu ndoa, anaishi maisha ya ndoa. Vijana wetu wote tuwaambie acheni, ndoa ni kitu ambacho hakifai. Wewe unamjibu nini huyo mtu ambaye yeye amekuwa tu disappointed na ndoa yake? Unajua kuna wakati mtu anapitia mpaka anafika mahali anachukia. Nilisema kule reading, nafikiri dada Joy alikuwepo. Nilisema kuna wakati ndoa inakusumbua mpaka unachukia mpaka keki mliokata siku ya ndoa, unachukia mpaka suti. Unasema ningejua usumbufu ndo huu nisingevaa suti, nisingevaa shera, ningevaa nguo za wajenzi, kwamba naenda kupambana na misumari ya tetanus. Yani mtu anachukia mpaka mchungaji aliyefunga kwamba hakuwa na upako. Angekuwa na upako angeonyeshwa na Mungu kwamba hiki kiumbe hakifai kuoa au kuolewa. Anachukia kila kitu. Sasa huyo mama amefikia hiyo stage, kama ni mama amefikia hiyo stage kwamba, umewahi kusikia mwanamke anasema wanaume wote mbwa? Yote hii ni kwamba mtu amefika ukutani. Yani haoni njia. Amefikia, yani mateso yamemfikisha mahali ambapo haoni tena kama wanaume ni viumbe, au mwanaume aliyeteswa na mwanamke haoni tena kuna wanawake. Anafunga kabisa. Kuna mama mmoja niambia, alikuwa tena binti, akaniambia siolewi tena, mimi nitakufa hivi. Nikamwambia hapana,
usitumie hasira. Kwanza wewe bado ni binadamu, una mwili, na katika mwili ambao Mungu alituumba kuna eneo moja ambalo ameweka uhitaji wa kila siku. Hata kama utavumilia miezi, miaka, lakini kuna wakati hiyo sehemu itahitaji itumike, kwa sababu Mungu ameiweka hivyo, na si kwa binadamu, wanyama, inzi, sijui wadudu, sijui wote amewawekea hiyo practical, wanapaswa kuifanya. Hasa ukisema we binti ukasema mimi siolewi, hiyo practical itakuwaje? Mwisho sasa utakuwa unafanya viwanja mbalimbali, unafanya practical huku, unafanya kule, ila utaki kuwa na kumiliki kiwanja chako mwenyewe. Kwa akasema ndio mchungaji, kwa kweli mimi sitaki tena, kwa sababu huyu mwanaume ameninyanyasa, amenitesa. Nikasema hapana, usikate tamaa. Mungu ni Mungu wa second chance. Huenda huyo ambayo amekutesa, huenda labda uliwahi kukutana naye kabla ya mtu wako sahihi. Kwa hiyo usikate tamaa. Ilibidi nimfanyie counseling kurudisha mawazo, maana alishachukia wanaume wote, kiasi kwamba hata sisi wachungaji kusimama mbele kuhubiri anasema unaona mwenza hao huyu hapa. Sasa yani anaona kabisa hawa wote hawa ni wale tu, kasoro nini? Kwa sababu tu ameumizwa na mwenzake kule nyumbani. So huyo mama tunamsaidia kwamba usifikie kufika kwenye ukuta mapema namna hiyo. Pa kuambia watu wasiooe wala wasiolewe, maana yake tutaua kizazi. Maana yake sasa sisi ndio tutakuwa wa mwisho. Au anamaanisha kama unataka mtoto unatafuta mbegu kama ya ng'ombe, ukishapata mbegu unazaa, lakini mbegu ambayo haina baba wala nani. Kwa hiyo maisha yatakuwa magumu. Mimi nafikiri tumshauri huyo mama kwamba asikate tamaa kiasi hicho, asichukie hivyo ndoa, wala siwafundishe vijana kwamba hakuna, haifai tena kuoa, kwa sababu wako watu ambao ndoa zimekaa sawa, wanaendelea. Tumakwazo tupo tu kidogo kidogo ambato hatuwezi kukosa. Siku moja nilikuwa nafundisha Kongo, nikasema hata wanandoa kama mkosani kabisa, nyie pia hiyo nayo pia ni matatizo. Kwa sababu watu wenye akili timamu kuna wakati mtapingana. Kuna wakati huyu ataleta hoja na huyu, hoja zitapingana, hapo mtakasirikiana, baadaye mnapatana. Ni kawaida hiyo, hata sio shetani. Ni akili zinapimana. Huyu anawaza hivi, huyu anawaza hivi. So nikawaambia sometime kuzozana kwenye nyumba sio kila mzozo ni shetani. Mengine ni kutofautiana mawazo tu. Vitu vingine tunamsingizia shetani. Sasa kwa mfano, mwenzio amezidisha chumvi, wewe umezidisha chumvi, si bahati mbaya, sasa hapo shetani ameingia wapi? Si hapo mnajadili chumvi, na huyu mwingine akubali mkono umezidisha, na huyu mwingine hawezi kuvumilia, hapo mtazozana, lakini chakula kitaliwa, mtakula, mtalala, kesho mnaamka salama. So kupishana wakati mwingine sio kila wakati ni shetani. Yeah. Sisi pia tuko na nafsi, tuko na mwili, tuko na akili. Yaani mimi nikikosana na wewe dada yangu kwa mambo fulani, sio wakati wote iwe shetani. Hapana. Wakati mwingine ndio umenipigia simu, unaniona na kata, alafu sikutumii message kama niko kwenye kikao au nipo kwenye mkutano, au baadaye sikutafuti, unanitafuta kesho kwamba bwana mchungaji, wewe kaka yangu, kwa nini jana nimekupigia ulikata alafu hukunitafuta baada ya kumaliza shughuli zako? Sasa unafikiri mimi ndio nimekaa hapa kama customer kwamba nasubiria simu yako wakati wote? Hapana, lakini tutazozana hapo, tutabishana. Sasa huyo naye ni shetani naye? Hapana. Mengine ni mazungumzo ya kawaida kwamba watu wametofautiana. So wakati mwingine tunampa credit shetani na ambazo hata sio zake. Ni maisha ya kawaida, na sisi binadamu tuko na akili, kuna vitu tutatofautiana. Ndio maana leo kwenye nani page yangu nimeposti picha moja, niko na rafiki yangu mmoja wa huko Scotland. Nimeandika, Mungu akikuletea rafiki mwema, usikubali kumpoteza kirahisi. Yaani maana yangu ni kwamba hata kwenye tumambo tudogo tu namwambia mimi kwanza leo sio rafiki yangu. Kwenye kajambo kadogo ambako mmekosana leo unaamua kumfuta kabisa.
unapoteza mtu muhimu kwenye maisha. So shida ni hiyo, kwamba huyo mama sikate tamaa. Bado dunia inaendelea, bado dunia ipo, asivunjike moyo na kusema tuanze kuwafundisha vijana wasioe. Waendelee kuoa, na wao watapambana, wenye kufaulu watafaulu. Unajua ndoa ni kama, umewahi kusikia habari za wale watu wanaotoka Liberia na fikisi wapi, wanavuka kwenda sijui ni Mexico, sijui ni Marekani, sijui wapi, wanapita na mitumbwi kule ya hatari. Kuna wakati inabinuka inaua wote. Kuna wakati wanavuka, wanafika salama kule, wanawatumia wenzao taarifa, tumefika. Wanawamotivate wengine, wanaingia kwenye hiyo mitumbwi. Wengine wanapona, wengine. Nilikutana na mtu mmoja huko Iowa kule Marekani, Marekani. Marekani. Sasa akaniambia, mimi na mke wangu, wenzetu karibia wangapi walikufa njiani. Wengine walipotea kwenye maji, si tukaogelea, tukashikilia vimbao, wakaja wakatuokoa, wakatukamata, wakatuweka ndani, baadaye wakatutoa. Ndio tumekuja huku, hatuna kitu chochote, ndio ikabidi tuanze kuwachangia, na wakapewa nyumba ya kuishi. Lakini sasa hivi wana maisha mazuri, lakini walikopitia. So ndoa nayo ni kama mtumbwi kwenye hiyo, kuna wanaovuka, kuna ambao zinapinduka njiani. Kwa hiyo tusiwazuie watu kutafuta wetu wengine. Ndio. Sasa mimi labda niulize hivi, nilikuwa najaribu kusema hivi, kama ka break kidogo, hapo nije nikuulize swali jingine ambalo sasa utalielezea tu moja kwa moja. Hii ni kama introduction, alafu tutaendelea. Kwa hiyo mpaka hapo tufikie mwisho wa hii ambayo ni part 1, lakini Mungu kwa kuwa na wewe, ili watu wasione ikawa ndefu ikawashinda kusikiliza, lakini wasubiri sasa part 2 ambayo inakuja, ambayo sasa utaelezea kidogo kwa undani. Hii ni general. Kwa hiyo Mungu awabariki. Kwa wale ambao bado hawajasubscribe, wasubscribe ili waendelee kufuata. Mungu awabariki. Amina, amina, amina.